Lucky Stars, Sport Next Level. Tarehe 17 wala si mbali kutokea sasa, ni siku ambayo wekundu wa Msimbazi Simba watacheza mechi ya kwanza ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya RS Berkane, mechi itakayochezwa kule nchini Morocco kabla ya mechi ya marudiano itakayochezwa tarehe 25 kwa Mkapa jijini Dar es Salaam. Lakini kuelekea mechi hiyo inafahamika wazi, kocha Fadlu Davids mara nyingi mfumo wake mama katika kucheza huwa ni baada ya golikipa ni walinzi wanne, viungo wawili ukabaji, viungo watatu ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Kwa lugha nyingine ni moja golikipa 4-2-3-1. Ndio mfumo wa kocha Fadlu Davids kama mfumo mama, ingawa huwa unanyumbulika wakati mwingine anakuwa na 4-3-3 kwa maana walinzi wanne, viungo watatu na washambuliaji watatu, ama 4-4-2 na kadhalika baada ya golikipa. Yote ni kutokana na mwenendo wa mechi, na kwa kufanya hivyo ndivyo hunyumbulika, na hatimaye kwa kucheza kulingana na mahitaji ya mechi, Simba wako fainali wanacheza dhidi ya RS Berkane. RS Berkane chini ya mwalimu Moin Shaban, cheza yao hasa katika mechi muhimu kama hii wanaokwenda kucheza dhidi ya Simba, mechi mojawapo kati ya mbili za fainali, huwa anapenda kutumia mfumo baada ya golikipa anakuwa na walinzi wanne, halafu anakuwa na kiungo mmoja, ana viungo wanne, ana mshambuliaji mmoja kinara. Maana yake ni nini? Kwenye mfumo wa namna hii unatoa fursa kwake pindi anaposhambuliwa, anakuwa na watu wengi nyuma katika kuweka mshonano kuelekea kwenye lango lao, yani compactness. Wale walinzi wanne wanaungana mara moja na huyu kiungo mmoja mbele ya walinzi wanne, kwa hiyo wanakuwa watano. Lakini wakati huo hawa viungo wanne wengine nao wanakuwa na fursa ya kurudi nyuma kusaidia kazi ya ulinzi na kufanya kuona wachezaji takriban 7-8 na kwenda juu, huku juu kukiwa na mshambuliaji mmoja tu anakuwa karibu na eneo la kati ya uwanja, halafu wengine wote wanabaki nyuma ambao ni 4-1-5 nao wanne, jumla wachezaji 9, wakati mwingine wakipungua na kwa 8. Matokeo yake ni nini? Mpaka kufika fainali RS Berkane kwenye mechi 16 za hatua makundi, 2 robo fainali, 2 nusu fainali, wameruhusu mabao mawili tu, halafu wao wamefunga mabao 18. Ndio timu iliyopachika mabao mengi zaidi kuliko zote, ndio timu iliyoruhusu mabao machache zaidi kuliko timu zote. Ni kwa nini wanafunga mabao machache, wanaruhusu mabao machache? Ni kwa aina ya ulinzi wao chini ya Moin Shaban, chini ya mwalimu Moin Shaban, kwa sababu wanakuwa wengi katika eneo la kuzuia. Shambulia yao, mashambulizi ya kushtukiza yanatumiwa vizuri na mshambuliaji wao kinara Osama Lamli, lakini pia viungo wake wa ushambuliaji kutokea pembeni ambao pia huungana na Osama, ambao ni pamoja na Paul Bassene, mchezaji wa kimataifa kutoka Senegal, lakini wapo pia akina Mehri, Yusuf Mehri kutokea kushoto, akiungana pia na viungo wa katikati. Hapa tunazungumzia akina Yasin Labiri, lakini tunazungumzia pia akina Ayub Khairi. Wote kwa pamoja wanaposhambulia wanakuwa wengi kama ilivyo wanapozuia, kwa sababu hawa wanne wanaungana na yule mmoja, wanakuwa watano haraka kwenye eneo la mpinzani. Wanaposhambulia kwa kushtukiza, hawa watano wanakuwa kwa haraka wanakimbia kwenye eneo hilo, lakini pia wakipata sapoti kutoka kwa huyu kiungo mmoja nyuma yao. Mabeki wa pembeni kulia na kushoto huwa sio wapandaji sana, kwa average position, nafasi kwa wastani kuvuka katikati ya mstari wa uwanja. Hawa tunazungumzia Hamza El Musawi beki 3, lakini pia beki 2 Haimat Manit. Wao huwa cheza yao huwa kwa wastani, hawavuki katikati ya mstari wa uwanja, mara zote safety first, usalama kwanza. Lakini pamoja na yote, cheza yao hii wanajivunia sana huyu mmoja aliye mbele yao. Huyu ni mchezaji wa kimataifa kutoka Senegal, anaitwa Mamadou Lamine Camara. Mamadou Lamine Camara, mgongoni nambari 6. Huyu katika ile 1-4-1-4-1, ile moja ile ya kuwalinda walinzi wanne, ndio huyu Mamadou Camara. Kwa kawaida kikosi chake cha kwanza mara nyingi kocha Moin Shaban hivi karibuni anakuwa anaanza na Munir Mohamed ambaye ni golikipa, halafu namba 2 ndio huyu Haitam Manwit, beki 3 Hamza El Musawi, halafu hapa katikati anaanza na Adil Taif, halafu ana beki mwingine wakati huyu ni Abdelhak
Asal, Abdelhak Asal. Mbele yao ndipo unampata Mamadou Lamine Kamara. Kabla wengine uko mbele unakuta kina Paul Bassene, unamkuta Yusuf Mehri, hapa unamkuta Yasin Labiri, Yusuf Mehri, alafu hapa unamkuta Ayubu Khairi, lakini hapa mshambuliaji kinara ndipo unamkuta Osama Lamli. Wakati mwingine wanaingia kina Zigud na wengineo, lakini hawa wanawakilisha tu katika kikosi chake cha baada ya golikipa ni 4-1-4-1. Huyu mmoja sasa, huyu ndiye anawapa jeuri kiasi ya kwamba wanakuwa imara sana kwenye kucheza. Yeye ndo mara nyingi anamaliza hizi shughuli nyingi za eneo hili la kati. Cheza yake mara nyingi huwa ni eneo hili. Huyu Mamadou Kamara kwa kiasi kikubwa ucheza eneo hili. Mara chache sana huwa huku, mara chache sana huwa huku. Yeye mara nyingi ucheza eneo hili la mbele tu ya eneo lao la 18 kwa mbele, halafu ndipo anapotawala. Kiasi ya kwamba matatizo mengi anamaliza yeye kabla ya kuwafikia walinzi wao wanne. Na mara nyingi kwa sababu yeye umri wake ni miaka 22, very energetic, ana nishati ya kutosha, ana uwezo wa kukimbizana kwenda kushoto kwenda kulia kadri inavyowezekana, lakini kubwa zaidi ana urefu wa futi 6 na inchi 3. Ndio mchezaji mrefu kuliko wachezaji wote wa kikosi cha kwanza cha RS Berkane katika siku za karibuni. Kwa sababu hiyo, anachokifanya kwenye mpira ya juu, kwa mfano Elio Jules akienda kupambana, wakati mwingine sio mpaka ashinde, ingawa yeye ni mrefu zaidi, anaweza kupambana kutoa fursa mpira udondoke nyuma yake, halafu hawa mabeki nyuma sasa akina Tahif, akina Asal, wanachofanya kuja ni kuosha, ni kubutua. Hawana mbwembwe. Hawana muda wa kuchukua mpira halafu kwanza kupiga pasi katika eneo lao. Mwenye kupiga pasi zaidi walao ni yeye Mamadou Lamine Kamara. Hao wengine kanuni yao ni kubutua, osha mipira. Mpaka sasa katika mechi 10 za 6 hatua makundi, 2 robo finali, 2 nusu finali na sasa kwa finali, hawa wanyuma hawa. Huyu Hamza El Musawi ashabutua mipira mara 36, tunasema clearances. Huyu Tahif ashabutua mpira mara 57, kuonyesha kile ninachokisema. Huyu ashabutua mpira mara 57, huyu Haitham Manyuit ashabutua mipira mara 23, lakini yeye kabutua mipira mara 20, kuashiria kwamba yeye kazi ya kubutua sio kivyo. Ikikaa anabutua, lakini anachofanya kwanza kwenda kudisturb wapinzani, kuhakikisha mipira anainasa na kuipeleka katika eneo salama. Wakati mwingine sio lazima aipate hiyo mipira, lakini anafanya wenzake sasa walio nyuma yake kuja kuifikia, na wakifikia huwa wanaiosha. Kwa sababu hiyo kwenye Elio Jules anavyofanya huwa afanikiwi kwa zaidi ya 50%, ingawa yeye ni mrefu zaidi. Kwenye ground duels, yani mapambano mipira ya chini, mipira ya juu, kote mapambano yake huwa sio lazima afanikiwe kwa zaidi ya 50%. Ni kwa sababu tu yeye hutumika kama mtego kwenda kudisturb movement za timu pinzani, ili mipira inayodondoka nyuma yake mabeki wake wanachofanya ni kuiosha. Hilo ndio jambo la kwanza kabla jambo lingine lolote. Ili wawe salama, wanakuwa tunasema safety first, usalama kwanza, halafu ndipo watengeneze mipango mingine. Kwa hiyo mipira wanapoiosha hiyo inageuka kuwa mashambulizi kwenu kwa mipira kushtukiza. Jambo hili lazima wekundu wa Msimbazi Simba chini ya kocha Fadlu Davids bila shaka wanalifahamu na watajipanga namna kukabiliana nalo. Huyu mgongoni namba 6 kama nilivyotoka kueleza awali, kumtambua ni rahisi, ndiye mrefu zaidi kuliko wote. Kwenye kikosi chao hiki wote ni wa Morocco, wanaanza kwenye kikosi cha kwanza hiki nilichotoka kukitaja, kasoro hawa wawili, yeye Mamadou Kamara na huyu Paul Bassene mgongoni namba 30, raia pia wa Senegal. Wengine wote ni raia wa Morocco. Sasa kwa namna wanavyocheza RS Berkane, huyu ndiye mhimili hapa eneo la kati. Kwa lugha nyingine, wekundu wa Msimbazi Simba chini ya kocha Fadlu Davids, eneo mojawapo wakitaka kuaminya RS Berkane, kuwapunguzia nguvu yao katika ulinzi na kuanzisha mashambulizi ya ghafla, ni pamoja na kuhakikisha huyu mwamba huyu hapati muda wa kuonyesha kile ambacho huwa anamtegemea. Ndio yeye badala yake awe kept busy, afanye kuwa busy muda wote, kushindwa kucheza mpira kadri walivyozoea. Na hilo nani anaweza kulifanya vizuri? Kwenye muundo wa Simba wa baada ya golikipa ni 4-2-3-1, wale wawili tunatambua mara nyingi wakiwa fiti, mwalimu Fadlu Davids upenda kuwapanga Fabrice Wamba Ngoma na Yusuf Kagoma. Kagoma anafanya kazi ya kuhakikisha zaidi anakuwa nyuma ya mstari wakati wa uwanja kwa ajili ya ulinzi. Halafu Fabrice Wamba Ngoma ndiye husafiri kwa kwenda mbele, yeye ndo box to box. Sasa
kazi ya kwanza itakuwa kwa Fabrice Wamba Ngoma kwenda kuhakikisha kimpango, kimkakati, huyu Mamadou Lamine Kamara hapati huo muda wa kufanya yale ambayo huyafanya. Kwa kufanya hivyo, maana yake tayari atakuwa amepunguza nguvu fulani ya RS Berkane, kwa sababu wao wanachotegemea yeye afanye kwanza kumaliza, yani hiyo mipira hatarishi na kuja eneo lake kwa kuintercept, kwa kufanya tackling, kwa kuosha ama kwa kuanzisha pasi pindi inapobidi. Lakini wakati mwingine akienda kufanya vurugu zake, anatoa fursa kwa wenzake nyuma wawanie hiyo mipira ya pili kutoka kwake, ambayo anafanya purukushana na wapinzani katika kuiwania, lakini sio lazima awine. Nadhani hapa nimeweka vizuri, sio lazima ashinde. Hiyo inayomshinda inaenda kumaliziwa na wanyuma ambao wanabutua. Matokeo yake nini? Nimekwambia idadi ya mipira ya kubutua aliyofanya ukuta hapa nyuma. Lakini kuna jambo lingine, ni kwamba tackling, yeye ndio kinara wa tackling katika kikosi hiki nilichotoka kukitaja. Ana miguu mirefu, kwa hiyo tackling anaifanikisha vizuri, ingawa yeye ni kiungo pale kati, kuingia miguu uvunguni mwa mpinzani, kuchukua mipira bila kusababisha madhara, kuidisturb. Sasa hili ndio amekuwa akilifanya kwa mafanikio sana. Matokeo yake amewafanya hawa wa nyuma wawe hata wafanye tackling za kutosha, yani hata mabeki wa pembeni, nazungumzia Manuit, nazungumzia Hamza El Musawi, ambao kiasili inafahamika mabeki wa pembeni ndio ambao wamekaa katika position nzuri ya kufanya tackling, kwa maana El Musawi pamoja na Manuit huku kulia. Lakini badala yake huyu Mamadou Lamine Kamara ndiye kinara wa tackling. Tackling ameshazifanya mara 22, ndiye kinara kwa tackling zenye mafanikio. Wakati hawa mabeki, kwa mfano huyu Hamza El Musawi, tackling alizozifanya ni 5 tu mpaka sasa katika mechi zote alizochezea, amecheza mechi 7. Lakini huyu wa kulia, kwa maana ya Itam Manuit, yeye tackling amezifanya 7 pia. Lakini huyu amezifanya 7 kwa maana ya Tahif, lakini huyu amezifanya 14 kwa maana ya Asal. Lakini yeye amefanya 22, yani amezidi ukuta wote ule watu 4 pale nyuma, wote amewazidi. Ingawa wakati mwingine huwa anacheza Isufu Dayo katika nafasi moja hapo katika hii mabeki wakati. Kaka mkubwa miongoni mwa manahodha, yeye amecheza mechi 8. Lakini hata akicheza yeye, tabia yao uchezaji katika kuzuia ndio huwa hii, na ndipo pia huanzisha mashambulizi ya kushtukiza pale inapobidi. Sasa Ngoma kwa urefu wake wa futi 6 na inchi 1 anaweza kupambana vizuri na huyu bwana mdogo ana miaka 22, lakini ndiye mrefu zaidi, ana futi 6 na inchi 3 kani vitoka kusema. Kwa nini Mamadou Lamine Kamara ni wa kuhakikisha asiwe na nafasi ya kucheza vyema siku hiyo, ili kuwa kama sehemu ya mpango kazi wa Simba kupata matokeo? Ni kwamba huyu nimetoka kuelezea juu ya umri wake na urefu wake. Nasema ana miaka 22 kwa sababu alizaliwa umri wake huyu Mamadou Lamine Kamara alizaliwa Januari 5 mwaka 2003. Ndio maana tunasema ana miaka 22. Urefu wake ndio futi 6 na inchi 3. Katika michuano hii ameshacheza mechi 7. Yes, mechi 7. Dakika alizocheza ni dakika 592. Lakini huwa anahusika sana kwenye mchezo kwa sababu ameshagusa mipira, tunasema touches, ashagusa mipira mara 373, halafu akatoa passes. Pasi alizotoa ni pasi 291, kati ya hizi zilizofika ni 236, sawa sawa na ufanisi wa 81%. Kwenye pasi hizi 291 alizotoa, pasi 130 katoa katika nusu ya pili ya uwanja, kwenye opposition half, katikati ya mstari wa uwanja kwa nusu yake kule, ambayo ni sawa sawa na kusema 45% ya pasi zote anazotoa anapiga katika nusu ya pili ya uwanja na sio katika eneo lao. Sasa kwenye kucheza kwake, sasa kipimo cha kuonyesha majukumu anayoyafanya ni kwamba mwamba huyu Mamadou Kamara mpaka sasa ameshafanya hizo tackling, nimetoka kueleza tackling 22, lakini kuna kitu kinaitwa interceptions, kuingilia mipira. Ameshafanya interceptions mara 7, lakini amefanya clearances, kubutua. Nimetoka kueleza pale clearances ameshafanya mara 20, ikiwa ni sehemu ya majukumu yake ya kiulinzi, tunasema defensive actions. Lakini kwenye mipira ya juu, kwa urefu wake futi 6 na inchi 3, ulitarajia ndo awini sana. Hapana, mipira ya juu amepigania 16, amewini mipira 7, sawa sana ufanisi wa 44% ya mipira ya juu. Ni kwa nini? Ni kwa sababu hiyo mingine hiyo ambayo unaona kana kwamba labda hakuwini, kwa maana kwamba ni 56%, hiyo
huwa ndio inaenda kuoshwa na kina Asal, inakwenda kuoshwa na kina Tahif, inakwenda kuoshwa na kina Manywiti, inakwenda kuoshwa na kina Hamza El Musawi. Lakini mipira ya chini ground jewels vivyo hivyo. Ground jewels mipira ya chini kapigania 53, aliyowini ni mipira 26, sawa sawa na 40%, takriban 49%. 51% anayoshindwa wanaenda kuimaliza akina Asal kwa kuibutua kama nilivyotoka kueleza. Lakini kwenye faulo yeye ndiye kinara faulo kuliko hawa wenzake wa nyuma katika kuzuia. Yeye kiungo ndio kinara wa faulo kwa sababu mpaka sasa kwenye mechi alizocheza kutoka kuzielezea mechi 7 kati ya 10 ameshafanya faulo. Faulo ashacheza faulo 15. Yeye kacheza faulo 2 tu. Halafu alivyokuwa smart hizi faulo amepata kadi ya njano 1 tu katika mechi zote alizocheza. Kwa hiyo Simba huyu ni mtu makini sana, ni muhimu kujua namna gani ya kumdhibiti kwa sababu kumdhibiti yeye kuna changia kwa kiasi kikubwa kwa unlock, kufungua ukuta mgumu wa RS Berkane kwa sababu yeye ndo anakichafua katika eneo hili nililotoka kulielezea. Huyu Mamadou Lamine Kamara kipimo zaidi hajishughulishi sana mambo ya mbele kwenye kushambulia kwa sababu mashuti mechi zote zikapiga mashuti 4 hamna hata moja lolenga lango. Hajawahi kupiga cross kwake ni 0, yes, lakini pia hajawahi kukamatwa offside kwake ni 0, yes 0, ila ana assist 1, lakini pia ametoa key passes 2. Key pass, ndugu mtazamaji wa jukwaa hili, ni pasi ambayo anayepigiwa anapata fursa ya kupiga shuti kulenga shabaha. Akifunga inaitwa assist, asipofunga inabaki kuitwa key pass. Akipiga nje haitwi key pass. Sasa yeye ametoa key passes 2 kwa maana kwamba aliwapa pasi wamepiga mashuti kulenga shabaha ingawa hayakuwa mabao, lakini ana assist 1. Long passes, mipira mirefu, long balls. Huyu mwamba kashapiga long balls mipira mirefu 42, iliyofika ni mipira 19, ufanisi wa 45%. Kwa hiyo ni mzuri katika ile mipira mirefu ikiwemo ya cross field passes. Pasi kutoka upande mmoja anaweza kawa huku akapiga ikenda kule kushoto kwenda kwa Yasin Mehri, Yusuf Mehri, au kupiga kwa kina Yasin Labiri au kwa Paul Basene. Simba kama wanataka kufanikiwa, ni dhahiri kwamba benchi la fundi linatambua miongoni mwa wachezaji kuzingatia wasipate fursa ya kufanya haya aliyotoka kuyafanya kama nilivyotoka kuelezea. Ni huyu Mamadou Lamine Kamara. Ngoma huyu ni mtu wake, Kagoma ni mtu wake. Kama si wao basi yeyote kati ya Simba eneo la kati, hata namba 10 hapa nazungumzia Jasha Ahua, wanaweza kwenda kumshughulisha huyu. Lakini pia yeye Mpanzu Kibisawala, Kibu Dennis Prosper wakiwa fit wakapangwa, wanaweza wakakimbia na mipira katika baadhi ya nyakati kwenda kumhusisha, alimradi tu awe busy katika maeneo ambayo yatafanya RS Berkane iwe wazi kuelekea nyuma, kwa sababu yeye ndiye anawatia jeuri kwa kuwa anachapa sana, lakini anachapa kiakili. Ndiye kinara wa tackling kama nilivyotoka kuelezea. Ikikaa vizuri mipira anabutua, alimradi awe salama. Ndio maana ameruhusu mabao 2 tu katika mechi 10 za kombe la shirikisho barani Afrika, na sasa wako hatua ya fainali. Lazima kucheza kimkakati. Mkakati mmoja wapo ni huu wa kuhakikisha Mamadou Lamine Kamara hatekelezi majukumu yake kwa usahihi, ili mwisho wa siku kuwafanya RS Berkane wawe vulnerable, wawe hatarini katika kuruhusu mipira kutoka kwa Lionel Ateba Mbida, Steven Dese Mukwala, Jasha Ahua, Kibu Dennis Prosper, ili Mpanzu Kibisawala na hatimaye Simba wapate matokeo chanya kwa mechi hii na hasa ushindi. Yote yanawezekana. Mtazamaji wa channel hii, endelea kuunga mkono kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye. Mbwaduke Stats, Sport Next Level.